Afrika Mashariki ni saa 12 sawa na saa 11 katika baadhi ya maeneo ya Afrika ya Kati na Maziwa Makuu. Hujambo, karibu katika matangazo ya asubuhi ya BBC kwa lugha ya Kiswahili. Mimi ni Halima Nyanza. Katika Amka na BBC asubuhi hii, Marekani imeweka vikwazo vikubwa dhidi ya rais wa zamani wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Joseph Kabila, ikimtuhumu kuunga mkono makundi ya waasi. Leo ni Mei Mosi, siku ya wafanyakazi duniani. Siku muhimu sana kwetu kwa kutuunganisha wafanyakazi wote. Tunatathmini kazi zetu, lakini vile vile ni kipindi ambacho serikali inatoa ahadi mbalimbali kwa wafanyakazi na kuweza kuelezea mambo mengi muhimu. Na upande wa burudani hii leo utamsikia Rahma Tashdid na aina ya muziki aliyochagua kufikisha ujumbe kwa jamii. Halali yangu ni wewe, mimi nakupenda sana wewe. Kwanza ni muktasari wa habari za ulimwengu na Victor Kenani. Karibu. Shukran Halima. Kiongozi wa kampuni ya wazalishaji wakubwa wa mbolea duniani amesema kukatizwa kwa usambazaji na uzalishaji kunakosababishwa na vita vya Marekani na Israel dhidi ya Iran kunahatarisha uzalishaji wa chakula duniani. Mkurugenzi wa Yara International Svein Tore Holsether ameambia BBC kuwa hadi takriban tani 500,000 za mbolea ya nitrojeni hazizalishwi duniani kwa sasa, na hali hii inaathiri kwanza nchi maskini. Hadi theluthi moja ya biashara ya kimataifa ya mbolea na malighafi za kuitengeneza hupitia mlango wa bahari wa Hormuz, ambao kwa sasa umefungwa kwa kiasi kikubwa. Bei ya mbolea imepanda kwa 80% tangu kuanza kwa vita hivyo. Wizara ya afya ya Lebanon imesema mashambulizi ya Israel kusini mwa nchi hiyo yamewaua watu wasiopungua 15 jana Alhamisi, wakiwemo wanawake 5 na watoto 2. Jeshi la Lebanon limesema mwanajeshi mmoja pamoja na wanafamilia wake kadhaa walikuwa miongoni mwa waliouawa katika shambulio moja katika mji wa kusini wa Nabatie. Bado hakuna kauli kutoka kwa Israel. Jeshi la Israel IDF limeendelea kutekeleza mashambulizi ya anga nchini Lebanon licha ya makubaliano ya kusitisha mapigano yaliyolenga kusimamisha mapigano kati ya Israel na Hezbollah. Israel imesema mashambulizi yake yanalenga kuondoa tishio linalotokana na kundi hilo linaloungwa mkono na Iran. Serikali ya kijeshi ya Myanmar imesema kiongozi wa demokrasia aliyekuwa kizuizini Aung San Suu Kyi amehamishwa hadi kifungo cha nyumbani na adhabu yake kupunguzwa hadi miaka 18. Sam Batenzi anaeleza zaidi. Vyombo vya habari vya serikali vimeonyesha picha ya mshindi wa tuzo ya Nobel akiwa amekabiliana na wanaume wawili waliovalia sare. Mwanawe Kim Aris ameiambia BBC kuwa ana uhakika picha iliyochapishwa haina maana kwa kuwa ina miaka 4 nyuma na hajapata uthibitisho wowote kama mama yake bado yuko hai. Amesema taarifa pekee inayopatikana imetoka kwenye taarifa kwa vyombo vya habari na serikali ya kijeshi haiwezi kuaminika. Bi Suu Kyi alikamatwa baada ya serikali yake kupinduliwa kwa mapinduzi ya kijeshi mwaka 2021 na kufikishwa mahakamani kwa mashtaka ambayo kwa kiasi kikubwa yanachukuliwa kama ya kutungwa. Na wanamgambo wa Kiislamu nchini Mali wametoa wito kwa nchi hiyo kuungana ili kuiondoa serikali ya kijeshi. Katika taarifa ya mtandaoni, kundi la kijihadi lenye uhusiano na Al-Qaeda Jainim lilitaka vyama vya siasa, vikosi vya jeshi, makundi ya wanaotaka kujitenga na viongozi wa jadi kuungana dhidi ya serikali. Hali hii inakuja wakati mzingiro mkali unaimarishwa kuzunguka mji mkuu Bamako. Siku ya Jumatano, Jainim ilionya kuwa hakuna mtu atakayeruhusiwa kuingia mjini humo. Kuna mashaka kuhusu uimara wa serikali ya kijeshi ya Mali baada ya mashambulizi yaliyoratibiwa na wanamgambo wa kijihadi na wanaotaka kujitenga mwishoni mwa wiki yaliyosababisha jeshi kupoteza udhibiti wa maeneo kadhaa muhimu ya kimkakati. Hii ni BBC. Muktasari wa habari za ulimwengu umesomwa na Victor Kenan. Unasikiliza Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC, ikutangazia kwenye FM radio wa shirika na internet katika bbcswahili.com. Nchini Tanzania unaweza pia kutusikiliza kupitia Radio Kwizera, CGFM, Radio 1 na Radio Free Africa. Nchini Kenya tunapatikana kupitia Mwenedu FM, Nyota FM na Pamoja FM. Uganda, Voice of Mwabura, Voice of Busoga. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni Radio Muungano Beni na Elizadil Radio. Hii leo uko nami Halima Nyanza, karibu.
Kiwango cha tishio la ugaidi nchini Uingereza kimepandishwa na serikali kutoka hadi kiwango cha pili cha juu zaidi, ikimaanisha kuwa shambulio la kigaidi lina uwezekano mkubwa kutokea ndani ya miezi 6 ijayo. Hatua hiyo imekuja baada ya wanaume wawili Wayahudi kuchomwa visu kaskazini mwa London Jumatano katika shambulio ambalo polisi inalichukulia kama tukio la kigaidi. Zaidi na Victor Kenani. Serikali ilisema kuwa kupandishwa kwa kiwango cha tishio hakukutokana tu na shambulio la Golders Green, bali pia kumechochewa na ongezeko la vitisho vya Kiislamu na vya mrengo mkali wa kulia. Waziri Mkuu Sir Keir Starmer alisema serikali sasa inazingatia kuanzisha hatua mpya, ikiwa ni pamoja na mamlaka makubwa zaidi ya kufunga mashirika ya misaada yanayochochea chuki dhidi ya Wayahudi na kuzuia wahubiri wa chuki kuingia nchini humo, pamoja na kuhakikisha utoaji wa hukumu kwa mashambulizi ya chuki dhidi ya Wayahudi ili kuwe na kizuizi madhubuti. Serikali hii itafanya kila lililo ndani ya uwezo wetu kuondoa chuki hii. Tutaimarisha usalama wetu na kulinda jamii yetu ya Kiyahudi. Lakini pia ninatoa wito kwa kila mtu mwenye nia njema nchini kufungua macho yao kuona maumivu, mateso na hofu ya Wayahudi. Shambulio la Jumatano ni la hivi karibuni katika msururu wa matukio yanayolenga jamii ya Wayahudi nchini Uingereza. Waziri wa mambo ya ndani Shabana Mahmud alisema kupandishwa kwa kiwango hicho kutakuwa chanzo cha wasiwasi kwa wengi, hasa ndani ya jamii ya Kiyahudi ambao wamepitia mengi. Mkuu wa kitengo cha polisi cha kupambana na ugaidi jijini London aliwaambia waandishi wa habari kuwa Uingereza imekuwa ikikabiliwa na tishio la ugaidi linaloongezeka taratibu kwa muda fulani. Esa Suleiman mwenye umri wa miaka 45 bado yuko chini ya ulinzi wa polisi baada ya kukamatwa kwa tuhuma za kujaribu kuwaua Shloim Rand na Moshe Shine katika shambulio la Jumatano. Polisi ilisema pia alikuwa amewahi kurejeshwa kwenye mpango wa Prevent, sehemu muhimu ya mkakati wa kupambana na ugaidi nchini humo mwaka 2020, lakini kesi hiyo ilisitishwa mwaka huo huo. Polisi pia wanaamini mshukiwa huyo huenda alihusika pia katika tukio jingine la awali kusini mashariki mwa London siku ya Jumanne. Hatua hii inakuja baada ya matukio kadhaa katika miezi ya hivi karibuni yaliyolenga jamii ya Wayahudi nchini Uingereza. Serikali ilisema uamuzi wa kupandisha kiwango cha tishio hadi kiwango cha pili cha juu ulifanywa na wataalamu wa usalama na ujasusi kutoka Joint Terrorism Analysis Center na si kwa moja na mawaziri. Baadhi ya matukio ya awali yamehusishwa na makundi yenye uhusiano na tawala za kigeni, ingawa polisi hawajaonyesha uhusiano kama huo katika shambulio la siku ya Jumatano. Serikali pia imetangaza nyongeza ya pauni milioni 25 kwa ufadhili wa kupiga doria za polisi na ulinzi katika jamii za Wayahudi. Fedha hizo pia zitatumika kuongeza ulinzi katika sinagogi, shule na vituo vya jamii. Taarifa ya Victor Kenani. Marekani imemwekea vikwazo vikubwa rais wa zamani wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Joseph Kabila, ikimtuhumu kuyaunga mkono makundi ya waasi ya M23 na AFC. Washington inadai Kabila alitoa msaada wa kifedha kwa AFC, alihamasisha wanajeshi kuasi kutoka jeshi la Kongo na hata alijaribu mashambulizi ya kuvuka mipaka dhidi ya vikosi vya serikali. Zaidi na Florian Kaijage. Maafisa wanasema lengo la Kabila lilikuwa ni kuiumbisha serikali iliyopo madarakani na kumweka mgombea wa upinzani ili kurejesha ushawishi wa kisiasa. Chini ya uamuzi wa Wizara ya Fedha, mali zote za Kabila nchini Marekani zimezuiwa. Raia na kampuni za Marekani zimepigwa marufuku kufanya biashara naye, na taasisi yoyote anayodhibiti kwa 50% au zaidi pia imewekewa vikwazo. Benki na washirika wa kigeni wameonywa dhidi ya kushirikiana naye kwa njia isiyo ya moja kwa moja, huku ukiukaji ukibeba adhabu kali za makosa ya kiraia au jinai. Vikwazo hivyo vimekusudiwa si tu kuadhibu bali pia kulazimisha mabadiliko ya tabia, vikionyesha utayari wa Washington kuwalenga viongozi wa zamani wanaotuhumiwa kuchochea migogoro. BBC ilitafuta maoni kutoka jopo la mawasiliano la Kabila, lakini bado haijapata majibu. Septemba 2025, mahakama ya kijeshi mjini Kinshasa ilimhukumu kifo bila kuwepo mahakamani kwa kosa la uhaini, uhalifu wa kivita na kushirikiana na M23 kufuatia kurejea kwake kutoka uhamishoni mapema mwaka huo. Waziri wa fedha wa Marekani Scott Bessent alisema hatua hizo zinaimarisha makubaliano ya amani na ustawi wa Washington zilizosainiwa Disemba 2025 kati ya DRC na Rwanda. Aliongeza kuwa Rais Donald Trump ameweka wazi kwamba wale wanaosambaza machafuko watawajibishwa. Vikwazo hivyo vinafuatia hatua za awali za Marekani dhidi ya jeshi la Rwanda Machi 2026 iliyotuhumiwa kuunga mkono kutekwa kwa miji ya Goma na Bukavu na kundi la M23,
Kigali imekanusha madai hayo, ikisisitiza kuwa hatua zake zilikuwa za kujilinda. Kabila ambaye alitawala DRC kuanzia mwaka 2021 hadi alipoondoka madarakani 2019, alisimamia makabidhiano ya kwanza ya madaraka kwa amani tangu uhuru wa nchi hiyo mwaka 1960. Florence Kaijage. Wanajeshi wa Ukraine wametumia roboti kumwokoa mwanamke mwenye umri wa miaka 77 ambaye alikuwa akijaribu kuondoka katika kijiji chake kilichoharibiwa na vita. Bibi huyo amekuwa akiishi eneo lililovamiwa kikamilifu kivita. Ili kumsaidia, wanajeshi waliandika maagizo kwenye ndege isiyo na rubani ya ardhini na kuifunika kwa blanketi. Bibi huyo amezungumza na mwandishi wetu aliyeko Kiev, Jessica Paka. Taarifa yake inawasilishwa na Hamida Abubakar. Picha zinaonyesha droni ikikagua eneo lililoharibiwa mashariki mwa Ukraine na kumwonyesha bibi mwenye umri wa miaka 77 akijaribu kuondoka katika kijiji chake kilichoharibiwa. Anajikokota taratibu huku msaada ukiwa karibu kufika. Jeshi la Ukraine limetoa video hii ambayo wamesema ilikuwa operesheni ya saa 4 kutuma ndege isiyo na rubani ardhini kumchukua bibi huyo alipokuwa akitembea katika eneo la mapigano. Tumemtafuta na kumpata Antonina. Unaendeleaje baada ya kilichokutokea hivi karibuni? Anatupa ishara ya kidole kuashiria kila kitu ni sawa, lakini anaelezea jinsi alivyokuwa amechoka kabla ya roboti kumfikia, na pia kuna muda alianguka chini. Nilianguka, nilidhani sitafanikiwa na sikuwa na nguvu. Nilidhani ningepumzika kati ya miti na hiyo ndio ingekuwa mwisho wangu. Droni ya ardhini iliyotumwa kumchukua, kulingana na mamlaka ya Ukraine, ilikuwa na blanketi na maagizo yaliyoandikwa bibi, kaa chini. Bibi huyo mwenye umri wa miaka 77 anasema aliondoka nyumbani kwake kwa sababu maisha katika eneo la vita yalikuwa magumu, lakini alitenganishwa na familia yake kufuatia safari yake ya kuondoka huko. How did you feel? Ulijisikiaje ulipojua uko salama wakati ulipookolewa? Nilisema nilifurahi nimefika. Nililia jamani, nikifikiria nitaona watoto wangu. Asante kwa kila mtu aliyenisaidia. Droni za ardhini zina jukumu muhimu kwa sasa katika kuokoa wanajeshi au kuwapelekea msaada, lakini hii ilikuwa aina tofauti ya jukumu. Roboti ilitumwa kuokoa bibi aliyekwama katika eneo la vita. Namni Hamida Abubakar akitupa nafasi sasa kuangazia michezo na Florian Kaijage. Karibu. Sana Halima Nyanza. Michezo miwili ya nusu fainali ya Europa League na mingine miwili ya Conference League imepigwa usiku wa kuamkia hii leo. Nottingham Forest wakicheza nyumbani dhidi ya Waingereza wenzao Aston Villa waliibuka na ushindi wa goli 1-0 kupitia mkwaju wa penalti wa Chris Wood. Kocha mkuu wa Villa Unai Emery alilalamika mno kwa kiungo wa Forest Elliot Anderson kutotolewa nje kwa kadi nyekundu kutokana na kile alichokiita madhambi ya dhahiri. Katika mchezo mwingine wa Europa League, Braga wamewachapa Freiburg ya Ujerumani 2-1. Kwa upande wa Conference League, Rayo Vallecano imeshinda 1-0 dhidi ya Strasbourg na Shakhtar Donetsk ya Ukraine ikapigwa 3-1 na Crystal Palace ya England. Michezo ya marejano ni juma lijalo. Iran ndio nchi pekee mwanachama wa shirikisho la kimataifa la soka duniani FIFA ambayo haijawakilishwa katika mkutano mkuu wa kila mwaka uliofanyika Alhamisi nchini Canada. Lakini rais wa FIFA Gianni Infantino alirejea kauli yake kwamba Iran itashiriki katika fainali za kombe la dunia zitakazofanyika Marekani, Canada na Marekani kati ya Juni na Julai mwaka huu. Kumekuwa na sitofahamu juu ya ushiriki wa Iran katika fainali hizo maarufu zaidi duniani katika michezo kwa sababu ya vita vya Marekani na Israeli dhidi yake. Lakini Infantino aliongeza, bila shaka Iran itacheza Marekani. Sababu ya hilo ni rahisi, kwa sababu inabidi tuungane, tunapaswa kuwaleta watu pamoja. Katika tennis, kinda Mira Andreeva amefanikiwa kutinga nusu fainali ya mashindano ya Madrid, fainali ya Madrid Open kwa mara ya kwanza baada ya kumbwaga Haile Baptiste. Mchezaji huyo raia wa Urusi mwenye umri wa miaka 19 tu atakabiliana na Marta Kotsuk anayeshika nafasi ya 26 kwa ubora duniani kesho Jumamosi baada ya raia huyo wa Ukraine kumchapa Anastasia Potapova raia wa Austria. Katika mbio za magari yaendayo kasi ya Formula 1, dereva wa timu ya Red Bull Max Verstappen
Verstappen amekosoa vikali mabadiliko ya sheria ya mashindano hayo, akisema yanaleta dukuduku kuhusu mtindo mpya wa namna ya madereva wa kushindana. Hata hivyo, dereva anayewania ubingwa George Russell ameeleza mabadiliko hayo kuwa ni mzuri, huku bingwa wa dunia Lando Norris akisema madereva wanapaswa kuwa na furaha na hatua zilizochukuliwa. Siku mbili zijazo mtanange wa Simba na Yanga mwingine jijini Dar es Salaam baada ya kule Zanzibar. Hii ni ligi ya Tanzania bara. Sasa ni Simba ambayo imeonekana kujirejesha baada ya kupigwa mfululizo mara 6 na sare moja, ama ni Yanga? Tusubiri, lakini mpe aliyokosa kamdomo kameshaanza tena kurejea. Shukrani sana Kejage.